Kina mama wamekuwa ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu na Afrika kwa ujumla. Pia ni kiungo muhimu katika ukuzaji wa uchumi na malezi kwa ujumla. Kwa upande mwingine, inasikitisha sana hasa unapokuwa katika huduma za afya. Unapoona kwamba kuna baadhi ya kina mama, tena idadi sio ndogo, wanapofika katika kipindi cha ujauzito au katika kujifungua, inakuwa ni kipindi cha hatari. Idadi kubwa ya kina mama wanapoteza uhai wao katika kipindi cha kujifungua, na wengine hata watoto wachanga wanapofariki katika kipindi cha mwanzo wa maisha yao katika dunia. Nikiwa kama mama wa Kiafrika, tena Mtanzania, nafarijika sana kuona kwamba kina mama wamekuwa ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu. Lazima nikubali kwamba kumekuwa na mabadiliko mazuri katika miaka. Ukiangalia miaka 90 tulikuwa duniani tuna rekodi vifo zaidi ya 500, na hadi kufikia mwaka jana duniani tuna rekodi around vifo 300 kwa mwaka. Lakini hiyo nani anayetaka hata mama mmoja afariki? Kwa hiyo unapoona kwamba kuna kupungua kwa vifo lakini bado hatujaridhika. Bado idadi ni kubwa ya mama wanaofariki. Na hapo sio tu kwa ajili ni mhudumu wa afya au ni daktari, lakini kweli kwa sababu mimi ni mama naelewa uchungu wake nini katika jamii inayobaki nyuma, inayomtarajia mama, au mtoto anapoachwa bila kuwa na mama, au wazazi wanaotarajia kuwa na mtoto alafu yule mtoto anakuwa hayupo. Ni maumivu ambayo najua sio akina mama tu wanayapata, lakini hata akina baba na jamii zetu kwa ujumla. Na matatizo mengi yanayosababisha vifo vya kina mama hata na watoto wachanga yanazuilika. Na tumeona kwamba yapo mengi, sababu ziko nyingi, lakini kubwa sana ni ukosefu wa hudumu wenye taaluma stahiki katika kutoa huduma hizi. Wahudumu wapo lakini wachache, wahitaji huduma zao ni wengi. Na hata wachache waliopo pia unakuta utaalamu bado unahitaji kuongezewa. Kwa hiyo sisi kama shirika la afya Amref Health Africa Tanzania tunao hii program ya kusomesha wahudumu wa afya, hususan wauguzi, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, kwa kushirikiana na wadau wengine wakiwemo mashirika binafsi na vyuo vinavyofundisha elimu hii. Tunajaribu kutafuta rasilimali fedha, lakini pia hata isiyokuwa fedha katika kuendesha mafunzo haya. Kwa hiyo mwaka huu wa 2016 tumeandaa matembezi ambayo lengo kubwa ni kuchangisha kwa ajili ya kufanya mafunzo haya, na tutafanya tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka huu. Hii si mara ya kwanza katika kuhamasisha jamii ya Kitanzania kusomesha wauguzi wa Kitanzania. Tulishafanya tena uhamasishaji huu mwaka 2013, mwaka 2014, na tulipata mwitikio mkubwa sana. Tunawashukuru sana walioshirikiana nasi katika kufanya hivi, hususan mshiriki wetu mkubwa Bank M ambaye tunafanya naye hata mwaka huu. Amekuwa akitoa kipaumbele sana katika swala zima la usomeshaji wa wauguzi. Na wadau wengine ambao wameungana nasi ni pamoja na mabenki mengine ikiwemo CRDB, ikiwemo Barclays, KCB na NBC. Kwa namna mbalimbali wamekuwa wakitusaidia, na mashirika mengine, makampuni kama Songas, Indian Ocean Hotel, BG Tanzania wamekuwa pia katika mstari wa mbele kutusaidia, na wengine wengi ambao sitaweza kuwataja wote. Pia tunashukuru sana mwaka 2014, hata mwaka uliotangulia, Makamu wa Rais Dr. Bilal alikuwa mstari wa mbele kabisa katika swala hili, hata na kuchangia binafsi katika kusomesha wauguzi. Na sasa tunashukuru pia mwaka huu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu amekubali kuwa mgeni rasmi na atakuwa mstari wa mbele katika matembezi haya. Na tunapenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali kwamba waungane nasi.
Tunashukuru sana Wizara ya Afya, wamekuwa pamoja nasi katika maandalizi na hata katika kumwandaa mgeni rasmi, makamu wa rais ambaye tutakuwa naye, na pia uongozi mzima wa Amref na mashirika mengine ambayo tayari wameshaanza kutoa ahadi zao katika kutuunga mkono kwenye juhudi hii, na bila kusahau kampuni ya IPP, ITV na Radio 1 wamekuwa hasa katika mstari mbele katika kuhamasisha na kupeleka habari katika jamii kwa ujumla. Kwa hiyo jamii yote Tanzania, jamani, tuungane pamoja. Swala hili ni letu, akina mama ni wetu, ni dada zetu, ni shangazi zetu. Hamna hata mmoja ambaye ataulizwa kwamba ukiwa mjamzito uko tayari kufa. Nafikiri wote tunataka kupata mtoto na tutoke salama baada ya kujifungua. Kwa hiyo wito tunaotoa sasa hivi ni kwamba somesha wakunga kwa ajili ya uzazi salama. Na tunasema uzazi salama ni kwamba mhudumu hawe na utaalamu stahiki. Kwa unaposomesha unaongeza idadi, lakini sio idadi tu, na ule utaalamu. Na una uhakika kwamba mama yako, dada yako, shangazi yako atakapokwenda katika kituo cha afya atakutana na mhudumu aliyesomeshwa na utaalamu unaostahiki. Kwa wote tutakuwa tumeshiriki katika kupunguza vifo ambavyo vinazuilika. Bank M Tanzania PLC imekuwa ikishirikiana na shirika la Amref tangu mwaka 2012, takriban miaka 4. Hasa ushirikiano huo umekuwa kwenye kampeni ya mpango wa Stand Up for African Mothers ambao kwa sasa unaendelea kwa miaka 4. Na hii ilitokana na yale malengo ya milenia na wanaendelea kufanya kazi nao. Benki hiyo iliona kuwa kuna umuhimu wa kuwa pamoja na Amref katika mipango yenye kulenga jamii, na baada ya kuona mafanikio imekuwa na mpango wa kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo zinaaminika hapa nchini na zinaweza kusaidia sekta mbalimbali ambazo kwao wanaona kwamba ni kiungo muhimu katika kuinua uchumi wa Tanzania. Tunaamini kwamba sisi tuko katika sekta ya fedha, lakini pia bado tuna imani kwamba bila watu kuwa na afya njema hawezi kuinua uchumi, hawezi kufanya kazi vizuri, hawezi kutengeneza kipato na kadhalika. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunaweza kusaidia jamii kuanzia pale mtoto anapozaliwa, ndio ambapo kampeni hii sana imejikita katika masuala ya kusomesha wakunga, na tunaelewa wamepata mafanikio makubwa sana katika eneo hilo, na bado tutakuwa tunaendelea kuwasupport ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha malengo yao. Mimi binafsi kama mama ambaye nimezaa, nina watoto wawili, naelewa sana changamoto ambazo zipo katika sehemu zetu za kutoa huduma za afya. Kunakuwa na changamoto nyingi sana zinazokuwa zinaendelea, na unaona mara nyingi either labda mama anakuwa anapoteza maisha wakati wa uzazi, au mtoto saa nyingine anapoteza maisha katika uzazi. Hilo swala la mtoto kupoteza maisha katika kipindi cha uzazi, hata mimi mwenyewe karibu linipate wakati najifungua mtoto wangu. Kwa hiyo naelewa vizuri sana umuhimu wa kuhakikisha kwamba afya ya mama na mzazi inatunzwa, inaangaliwa, na tunahakikisha kwamba hicho kiwango kinazidi kupungua siku hadi siku. Huduma zinazotolewa hapa katika hospitali ya wilaya ya Mkuranga, kitengo cha afya ya uzazi, ni utoaji wa huduma kwa mjamzito, watoto chini ya miaka 5. Watoto hufuatiliwa maendeleo ya ukuaji, uzazi wa mpango na uzuiaji wa maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Uzi katika utekelezaji wa majukumu hayo pia hutoa huduma zote zitolewazo katika hospitali hiyo. Katika kitengo hiki kunakuwa na mlundikano wa wateja. Kwa nini wanaitwa wateja badala ya wagonjwa? Kutokana na wananchi wanaofika katika kitengo hicho wote si wagonjwa, kwani wengine huja kwenye huduma za kawaida za uzazi wa mpango, ushauri nasaha na kadhalika. Ndio maana wanaitwa wateja. Kutokana na wahudumu kuwa wachache, mlundikano wa wanaohitaji huduma wanakuwa wengi. Kutokana na upungufu wa wafanyakazi, ombi linatolewa la kuongezewa wauguzi wakunga kwa kuwasomesha wengi ili wapate ujuzi wa afya ya uzazi na kwenda kusaidia katika utoaji wa huduma. Sababu kama kina mama wangekuwa wanapata huduma labda karibu na maeneo yao, tusingepata mlundikano wa wateja katika hospitali ya wilaya.
na huko pia wapate huduma zile ambazo zinapatikana katika hospitali, kwa mfano vipimo, sababu wakati mwingine kuna hospitali ndio zipo, lakini vile vipimo vya muhimu kwa wajawazito labda tuseme vinakuwa havipatikani kama inavyotakiwa. Kwa maana hiyo inakuwa ni kina mama wanaamua kukimbilia katika hospitali ya wilaya. Kina mama uelewa wao wanauelewa, lakini sio uelewa mkubwa. Wanakuja kwa mfano wajawazito wanakuja kupima mimba, lakini unakuta wanapima mimba kwa kuchelewa. Lakini kingine tena, kina mama wanakuja kupima mimba lakini wanakuwa hawaji na wenza wao, wakati wenza ni watu muhimu sana katika hizi huduma, kwa sababu wenza atakapokuwa anajua, kwanza atakuwa anakumbusha kina mama, lakini pia kingine wenza akijua watajua jinsi gani ya kuweza kufanya nini kumhudumia mama mjamzito, kwa sababu kuna wakati mwingine kina mama wanapata dalili za hatari. Wakiwa wanapata zile dalili za hatari, kina mama wanakuwa nini, hawajui kama ni dalili za hatari. Na unajua jamii zetu wanakuwa naamini yale mambo ya kwamba labda mtu karogwa au kitu kimetokea si cha kawaida. Kwa hiyo kukimbilia hospitali wanaona kama ni sio muhimu. Kwa mfano dada amepata kipimo cha mimba, amepoteza fahamu, kwa hiyo unajua hata akatupiwa jini, wakati sio. Kwa hiyo itakiwa waje haraka. Kwa hiyo uelewa mama, kina mama wanaelewa, lakini kwa kiasi kidogo. Kina baba jamani, tunaomba sana mwasindikize hao kina mama, kwa sababu ni muhimu sana. Kuna vitu mtapata elimu, mtajua jinsi ya kumtunza mjamzito, lakini pia na mtoto ambaye anakuja baada ya kuzaliwa. Hospitali ya wilaya ya Mkuranga ni moja kati ya hospitali ambazo Amref imesaidia kusomesha wauguzi wa kunga ambao wanahudumia katika wilaya hiyo. Hospitali hii ipo katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, ambapo kuna upungufu wa wakunga wauguzi na hasa wale ambao ni wauguzi wakunga katika ngazi ya cheti. Idadi ya watumishi wa afya katika kitengo hiki ni wauguzi wakunga 49 tu kwa ngazi ya cheti, wauguzi 30 wa ngazi ya diploma. Hii inaathiri sana utendaji wa wataalamu wa afya. Sio hilo tu, kuna wauguzi 4 tu wa ngazi ya diploma pia. Wodi hii ina vitengo 4, wanakuwa hawatoshi, kwani kama hali ingeruhusu, ingetakiwa katika kila kitengo kuwe na japo wauguzi wa ngazi ya cheti 2 katika zamu moja na muuguzi wa diploma 1. Lakini unakuta katika zamu ya asubuhi kunakuwa na wauguzi wa ngazi ya cheti 2 na wa diploma 1. Zamu ya usiku unakuwa tu na wauguzi 2 wa ngazi ya cheti na diploma 1 anazunguka hospitali nzima. Hii inasababisha kuto kufuatilia wagonjwa kwa karibu. Idadi ya stafu tulionao hospitali ya wilaya ya Mkuranga ina wauguzi 49 tu wa ngazi ya cheti na wauguzi 30 wa ngazi ya diploma. Hii inaathiri sana utendaji wa kazi. Kwa mfano katika hii wodi ya wazazi kuna wauguzi 11 tu wa ngazi ya cheti na wauguzi 4 tu wa ngazi ya diploma. Inasababisha kuto kufuatilia wagonjwa kwa karibu, kwa sababu ukiingia wodi ya wazazi anatakiwa kila mama mmoja anayezaa. Wodi yetu ya wazazi sisi ina vitanda vya kuzalia 5, ambayo inatakiwa kila kitanda kiwa na mama kiwe na nesi wake. Amref imekuwa ikisaidia serikali katika kusomesha vijana ambao wamefaulu vizuri katika kidato cha 4 na kukosa kuendelea kutokana na hali duni ya maisha, na kuwapeleka katika vyuo mbalimbali na kuwasomesha katika fani ya uuguzi ukunga, ambayo imekuwa ikiwatafuta kutoka katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mimi ni muuguzi mkunga katika zahanati ya Nyamato iliyoko katika wilaya ya Mkuranga. Napenda kutoa shukrani zangu kwa shirika la Amref kutokana na lilikonitoa na mpaka leo hii niko hapa. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Gombero kilichopo katika wilaya ya Kilindi, mkoa wa Tanga. Nilipata ufaulu mzuri ila sikuweza kuendelea na masomo. Baada ya kukaa nyumbani takribani mwaka mmoja, katika pitapita zangu nikakumbana na matangazo ya Amref nikiwa nyumbani kijijini Gombero, kuandika barua ya maombi kutuma katika ofisi za Amref zilizoko Kilindi. Baada ya takribani miezi 3 tukaletea majibu au taarifa kwamba Bwana Ramadhani ni miongoni mwa wanafunzi waliochaguliwa
kwenda kujiunga na masomo kupitia ufadhili wa AMREF. Ni mmoja wa watu walionufaika na mradi wa AMREF wa Center for African Mothers unaosomesha wakunga wauguzi ili kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Sasa hivi kazi ninayofanya ni kuwasaidia wamama wajawazito kwa njia ya kuwazalisha, pia na huduma nyingine zinazotolewa katika sekta ya afya. Nachoomba AMREF pamoja na wadau wengine na watu binafsi wazidi kuchangisha hela ili kusomesha wakunga zaidi wauguzi ili waweze kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Na ukiangalia katika sehemu nyingi hasa vijijini unakuta wakunga ni wachache, mkunga ni mmoja, wagonjwa ni wengi ambayo hataweza kufanya peke yake. Kwa hiyo serikali nayo jitahidi kuwasomesha wakunga zaidi ili wenye taaluma waweze kuwasomesha zaidi wakunga ili kuweza kupunguza vifo hivyo. Pia nikiangalia mazingira ya kijijini nilikotoka, wako wanafunzi wengi waliomaliza kidato cha 4 lakini hawakuweza kufanikiwa kwenda mbele kwa sababu ya hali ya maisha. Pia mimi ni mnufaika wa mradi wa Center for African Mothers. Kwa hiyo napenda na wengine nao wapate kunufaika na huo mradi. Shirika la afya la AMREF limetoa mchango mkubwa katika wilaya ya Mkuranga, kwani limeweza kuongeza idadi ya kina mama kuweza kujifungulia katika vituo vya afya kutokana na asilimia 47 iliyokuwepo miaka 2007 na 2008 na kufikia kiwango cha asilimia 87 katika miaka 2014-2015. Pongezi kubwa kwa shirika hili la AMREF zinatolewa kwa wakazi wa eneo hili kwa kusaidia kusomesha wauguzi wakunga katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania. Mkuranga ni baadhi tu ya walionufaika kwa kupata wauguzi wakunga wawili ambao wameweza kupelekwa katika maeneo ambayo ni magumu kufikika na wanafanya kazi nzuri sana, hasa kupunguza matatizo ya uzazi kwa maeneo hayo na wanatoa rufaa. Hii imesaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto katika wilaya ya Mkuranga. Ombi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa serikali na mashirika ya umma, wadau wote katika nchi ya Tanzania, watu wenye mapenzi mema ambao wanaguswa na vifo vya mtoto, kusaidiana na AMREF kwa pamoja waweze kusomesha wakunga wauguzi ili mwisho wa siku Tanzania iwe na idadi 0 ya vifo vya mama na mtoto. Napenda kuchukua nafasi hii kuiomba jamii. AMREF wanategemea kufanya harambee tarehe 5 mwezi wa 11. Naomba usikiapo ujumbe huu popote pale ulipo, ununue tiketi, ujiunge kwenye matembezi ya mshikamano, uchangie kila kilichopo, uguswe, kwa sababu jambo hili lina manufaa makubwa sana kwenye community yetu. Serikali imetoa mwongozo unataka kila zahanati iwe na wakunga wauguzi wenye ngazi ya cheti kuwa 3 na ngazi ya diploma vile vile. Lakini katika zahanati nyingi nchini hili haliwezekani kwa vile zinahudumiwa na wauguzi wakunga wa ngazi ya cheti mmoja. Ifahamike pia kwamba huduma ya wazazi zinahitajika kutolewa masaa 24. Hapo unaweza kuangalia kwamba muuguzi mkunga anakuwepo asubuhi mpaka saa 8, halafu inambidi abakie pale karibu na nyumbani akihudumia dharura za wazazi. Muda mwingi wauguzi wakunga hawa wanakuwa wapo kazini masaa mengi, wanachoka, na hata wakati mwingine kwa ratiba hiyo inasababisha kuwepo kwa malalamiko ya hapa na pale kwa watumishi. Tunashukuru shirika la AMREF limeweza kutusaidia kupunguza hiyo shida ya watumishi kwa kiasi, kwa sababu tayari katika wilaya yetu tuna wauguzi wawili ambao wamefadhiliwa na AMREF, na kwa bahati nzuri wako katika eneo ambalo ni hard to reach. Wanatusaidia sana na wamepunguza sana referral zile ambazo ni unnecessary kwa sababu ya skill waliopata katika hayo mafunzo yao. AMREF tumekuwa nao hapa muda mrefu, hata huko nyuma wameweza kutusaidia kujenga health facility, walijenga zahanati. Tulikuwa na wamama wanaojifungulia hospitalini kwa asilimia 47 tu kwenye miaka 2007-2008, lakini sasa hivi tumeweza kufika asilimia 87 ya wamama wote wanajifungulia katika vituo vya afya. Hii yote imewezeshwa na ushiriki mkubwa wa shirika la AMREF kuweza kuweka health facility ziko access na community, ikapunguza home deliveries kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sasa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga ina vituo 49 vya afya, ikiwemo hospitali ya wilaya 1, vituo vya afya 5 na zahanati 43. Lakini katika ngazi ya zahanati
kulitakiwa kuwe na wakunga watatu kila zahanati. Mpaka sasa kuna mkunga mmoja wakisaidiana na wauguzi wasaidizi kuwa na upungufu wa wakunga 73 kwa zahanati zilizopo. Lengo bado halijafikiwa la ujenzi wa kila kijiji kuwe na zahanati. Unaweza kupata picha sasa, vijiji 124 tuna zahanati tuna health facility katika vijiji 49 tu. Sasa kutoka 124 mpaka 49, katika hizo tu zilizopo zahanati 43 tuna uhaba wa 73. Je, tukija kujenga kila kijiji zahanati tutakuwa na uhaba wa wakunga wangapi? Kwa hiyo mahitaji ya wakunga ni makubwa mno, kwa sababu bila mkunga huwezi kupunguza maternal death, huwezi kupunguza perinatal death. Tunahitaji msaada mkubwa sana wa kuwezeshwa, kusaidiwa, kusomeshewa wauguzi wakunga wengi kadri ninavyoweza, ili tuweze kufikia millennium goal ile ya kupunguza vifo vya mama, kufikia lile lengo. Unaona, inakuwa ni vigumu kwa sababu wauguzi wakunga hawatoshelezi. Miaka mingi sasa imepita tangu Tanzania ipate uhuru, na imedhihirika dhahiri kwamba mafanikio mengi ambayo yanatokea katika sekta mbalimbali. Sekta hii ya afya nayo haitakiwi ibaki nyuma. Ni vyema kuzingatia kwenda na wakati. Si vizuri kuiachia mzigo huu uachwe kwa serikali peke yake. Hapana, sekta binafsi pia zinatakiwa kuchangia kwa hali ya juu ili kuweza kusaidia mafanikio ya nchi hii. Watanzania wanakumbushwa kwamba wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha kusaidia sekta hii ya afya katika kupunguza vifo katika shughuli za uzazi. Pia ni lengo la Bank M kwa mwaka huu kuendeleza ushirikiano pamoja na AMREF katika matembezi yao ya hisani yatakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka huu 2016 saa 12 asubuhi kwa ajili ya kupata fedha za kuendeleza harakati za AMREF, na wote mnakaribishwa sana kuchangia. Mtu binafsi unachangia, hata kama ni kampuni au taasisi, watu wote wanakaribishwa kuchangia ili kufanikisha lengo hili. Vile pia nikipenda kuwakumbusha Watanzania wenzangu, aidha ni katika ndani ya makampuni au taasisi mbalimbali au asasi za kiserikali, zisizo za kiserikali na kadhalika. Matatizo yetu wa Tanzania tutayatatua sisi wenyewe wa Tanzania na sio watu wa nje. Watu wa nje watakuja ndio watatusaidia kidogo, lakini tukumbuke matatizo yetu ni jukumu letu kutafuta mbinu mbalimbali za kuweza kuyatatua. Kwa tutumie elimu yetu na utashi wetu na uwezo wetu, tujitahidi kutumia nguvu zetu iwezekanavyo ili tuweze kusaidia kupunguza matatizo yetu. Mwaka 1987, AMREF ilifungua ofisi zake rasmi nchini Tanzania. Kwa muda wote huo, shirika limekuwa likijihusisha na utoaji huduma nyingi katika jamii, ikiwa ni pamoja na masuala ya mama na mtoto, magonjwa ambukizi ya HIV, malaria, magonjwa zinaa, lakini pia kusomesha imekuwa ni eneo kubwa sana, kwa maana kuwafundisha hasa masuala mazingira, kwa maana ya magonjwa yatokanayo na matumizi mabaya ya maji yasiyo salama, na hata afya binafsi kwa maana ya usafi. Kwa hiyo napenda kutoa wito na kuwahimiza na kuhamasisha jamii yote ya Kitanzania na hata wasiokuwa Tanzania, wanaoishi Tanzania, ambao wote tunahusika na masuala yote ya afya ya mama na mtoto. Tuungane pamoja tarehe 5 mwezi wa 11 siku ya Jumamosi saa 12 asubuhi. Karibuni sana maeneo ya Masaki Green Grounds, tuje tutembee, tumuunge mkono Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika kuchangisha kwa ajili ya mafunzo ya wauguzi. Tunakutarajia utalipia $35 tu kama mtu mzima kwa ajili ya kushiriki kwako, lakini hicho ni kima cha chini, unaweza ukatoa zaidi ya hapo, na pia kwa mtoto ni $20 ili ungane nasi. Matembezi ni ishara tu, lakini kikubwa ni matokeo ya ushiriki wako. Kama ambavyo baadhi ya Watanzania waliosikia matangazo haya ya matembezi yakitangazwa na ITV Radio 1 waliguswa na wakaenda kutoa michango yao. Nikiwa kama Mtanzania ambaye ni mama, nimeguswa na tangazo nililoliona ITV, na mimi natoa mchango wangu kusaidia wakunga. Tusomeshe wakunga, asiwepo mama atakaye kufa kwa kukosa mhudumu. Naomba upokee kile nilichokuwa nacho kidogo, kitasaidia. Niseme asante sana, na hiki si kidogo. Tunasema wewe unakuwa ni mmoja wao wa wale wanaotusaidia kusomesha
wakunga Tanzania. Kwa hiyo jisikie fahari kuwa mmoja wa wao. Mimi Obet Mbwiro nimekuja kutoa mchango wangu ili kama baba mtarajiwa, siku za usoni mke wangu aweze kujifungua salama, isije ikatokea kwamba kumekosekanika mkunga au midwife ni wachache. Nimekuja kama kijana kuweza kuja kutoa sapoti kwa kidogo nilichokuwa nacho. Nimefarijika sana kuona mpaka vijana wanaona umuhimu wa kusomesha wakunga, na yeye akiwa amezaliwa na mwanamama, lakini pia akitarajia pia kuwa na watoto. Kwa hiyo tunakushukuru sana kijana, na tunafikiri vijana wenzako nao watakuunga mkono. Asante sana. Na mimi naitwa Mese Kawala, na mimi kama mama nimeguswa, kwa hiyo natoa mchango wangu mdogo kwa ajili ya kuwasaidia kuwasomesha wakunga. Asante sana Mese, na nawe pia ni mmoja wao katika wale wanaosaidia katika kusomesha wakunga. Jihesabu kwamba nao umeshiriki katika zoezi hili na pia umesaidia katika kuleta suluhisho, na hiki sio kidogo, kinachangia, maana huu ni kuchangia. Asante sana. Nashukuru sana. Napenda kutoa hela hii kutokana na wito ambao umekuwa ukitolewa na Amref kuhusu kusaidia kusomesha wakunga na wauguzi. Naitoa hii kwa nia kwamba hakuna mtu anayependa mtu kusikia mama amekufa. Dada, naomba nikukabidhi kamchango kangu kadogo, lakini kasaidie hata mama mmoja. Tunakushukuru sana dada Sesi. Ukweli huu mchango ni mkubwa, usiseme ni mdogo. Na kama alivyofanya mama hapa ambaye naye ni mama ameguswa, nina hakika na wengine watakuja wataunga mkono. Karibuni sana katika ofisi za Amref saa yoyote, au upige simu ambazo zitaonyeshwa uje utoe na wewe mchango wako. Tunasema haba na haba hujaza kibaba. Asante sana. Tarehe 5 mwezi wa 11, karibu katika matembezi ya Amref. Mimi nitakuwepo. Wewe je? Nani asiyejua umuhimu wa mama? Nani anayependa aitwe yatima? Nani kama mama? Wale waliotangulia kuongea ni baadhi tu ya waliofaidika na juhudi za Watanzania wenzako na wanaoishi hapa Tanzania kama wewe katika kuwasomesha. Kwa hiyo jiunge na wewe mmoja wapo katika wale waliotusaidia tukafikia tukasomesha idadi hiyo, lakini idadi ya wakunga Tanzania bado inahitajika. Kwa hiyo ukishiriki kwako utaongeza namba ya watu wanaohitajika. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Super Brand Afrika Mashariki.